nirudie kumwambia Sheikh Yusuf, hii kazi uliyofanya wewe tarajia tena kasran fil janna. Amen. Na wale waliokusaidia katika kuhariri watarajia kasran fil janna. Amen. Nadhani na mimi pia nitatarajia kasran fil janna. Amen. Amen. Mwenyezi Mungu atuhifadhie kijana wetu kwa kazi uliyofanya. Mimi nimefurahi sana. Nitamke moja kwa moja rasmi kwamba kitabu hiki nimekizindua rasmi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Yaliyomo, nimeanza na nasaha. Nasaha kwa anayetaka kwenda haji, azingatie mambo gani na aweje, ni sehemu ya mwanzo ya kitabu hicho. Baada ya hapo nikaingia kwenye ahkam za hija. Tumezungumza nguzo za hija na yaliyokuwa na sharti za hija na nyajibati, zile nyajibu za hija na sunna za hija. Na pia hata kitabu hiki bi asra ma yumkin. Dokta atakusema jambo mheshimiwa Mufti. Dokta, naam. Mimi nataka kununua kimoja kwa riali 500. Jalla jalalu, jalla jalalu, jalla jalalu. Kwa riali 500 hii hapa. Tamka kwa bei gani? Hiki nitakinunua kwa dola 100 na riali 50. Sallu ala al-habib al-Mustafa. Sallallahu alayhi hapa. Naam. Hii hapa usio? Ndio. Hai. Takbir. Allah. Sasa chukua picha mwalimu. Naam. Chukua picha bwana. Muhimu sana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alayhi wasallam. Naam. Khitamuhu miskun wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Allah. Amesaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlisi imenawirika. Sasa tunaingia katika maksudio ya mikusanyiko kama hii, na miongoni mwa maksudio yake ni kuelezwa ilmu aliyokuja nayo Mtume Muhammad. Na kwa mwaka huu Sheikh Yusuf Muhammad Kidago amefanya jambo kubwa. Ametengeneza kitabu cha shairi za Kiarabu cha kuelezea mlango mzima wa hija kuanzia mwanzo wake mpaka mwisho wake, ambacho ni msaada mkubwa kwa wale wanaoongoza watu katika hija, hususan wale walimu wa madrasa na maimamu. Rahisi kukihifadhi. Ili nisimalize utamu, sasa hivi ni nafasi yake kwanza. Mheshimiwa Mufti asema tumkaribishe Sheikh Yusuf Muhammad Kidago awasalimu, lakini aeleze sababu iliyompelekea kutengeneza kitabu na mukhtasari wa yaliyomo kidogo kwa kifupi. Alafu baada ya hapo tutamkaribisha Raisul Bi'tha, naye vile vile atatueleza yale mambo ambayo yatatusaidia katika mambo yetu haya hija. Halafu yeye Mheshimiwa Mufti atakizindua kile kitabu. Kwa hiyo Sheikh Yusuf Muhammad Kidago, uwanja ni wa kwako. Karibu, fadhal mashkuran wa jazakallahu khair wala yafudhu Allahu fak. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ndugu zangu, nikitambua uwepo wa Dr. Mufti wa Tanzania Sheikh Abu Bakar Zubair bin Ali, ambaye katika kitabu hiki nimemwandika nikimuitakidi hivyo kwamba yeye ni hawil ula, kathiru nakhwa, pia ni ala fil umma. Ni mtu ambaye kakusanya matukufu mengi. Tabia zake ukimtazama hili la tafsiri hayo,
mtu ambaye hana mtu wa juu wala wa chini wala wakati, kwake wote ni sawa. Ndio maana siku moja pale ambapo tulipofikia Maka, tukiswali chini ya kuburi pale, watu walipomuona mufti wakamkimbilia sana. Mimi nikamwambia ni bahati kubwa na tunajifunza mengi kiongozi kukimbiliwa na watu wake. Sasa kiongozi ni mawili, ima kukimbiwa au kukimbiliwa. Ikiwa ni mtu mwenye kukimbiliwa na watu wote wanafuraha naye, basi ni ishara ya kwamba ni mtu ambaye hawil ula, lakini ala fil umma kathiru nakhwa, ni mwingi wa ungwana. Kwa hiyo kwanza anatambua uwepo wake huo, na katika kutambua pia uwepo wake na mshukuru sana katika suala la kitabu hiki. Maana nilimwomba ruhusa ya kuandika kitabu na akanikubalia kwamba nikiandike kitabu, na bahati nzuri amekipitia, na yeye ndiye ambaye anayesimamia kwamba kizinduliwe tangu Dar es Salaam, sasa kwamba kizinduliwe hapa Maka. Kwa Mufti, mimi kwanza nakushukuru kwa mengi, na ninamshukuru Mungu wewe kuwa ndio kiongozi wetu, kwa sababu twajifunza kwa kutazama, twasoma tunavyokuona. Mwenyezi Mungu akuzidishie sana. Amen. Lakini namshukuru sana Sheikh Samir, mudiri wa Shamsul Maarif, ambaye huyu ni miongoni mwa watu ambao pia wamekihariri sana kitabu hiki. Na pia namshukuru Sharif Sayyid Ahmad Alwi ambaye ni mmoja katika wahariri wa kitabu, na Sheikh Said Ali Hassan pia ni miongoni mwa wahariri wa kitabu hiki, na mwenye kutoa idhini kubwa ambaye ni Mufti. Narudia tena kumshukuru kwa kutoa ruhusa, kuona kwamba kitabu chafaa sasa kitolewe. Mwenyezi Mungu naomba watawalishie sana umri. Amen. Kitabu hiki nimekiandika kwa njia ya shairi za Kiarabu. Kuna bahari 16, lakini nimeichagua Baharu Rajaz. Kwanza ndio himaru shuara, kwamba kila ndio bahari ya sisi wanyonge pia, kwamba rahisi kuingia na kuiandikia. Lakini lengo la kuandika kwa njia ya shairi kitabu kinachohusiana na masala ya hija, lengo kubwa ni kuleta wepesi wa kuhifadhi, kwa sababu mashairi huwa yanakusanya ujumbe mwingi na ujumbe mpana wenye maana pana kwa maneno mafupi. Kwa nikaona ni vyema kuandika kwa njia ya shairi badala ya nathri, ili watu waweze kuhifadhi kwa wepesi hizi beti. Na nimeziandika beti 179. Zote ni kuzungumzia hija kwa namna mbalimbali. Yaliomo, nimeanza na nasaha. Nasaha kwa anayetaka kwenda haji azingatie mambo gani na aweje, ni sehemu ya mwanzo ya kitabu hicho. Baada ya hapo nikaingia kwenye ahkam za hija. Tumezungumza nguzo za hija,
na yaliyokuwa na sharti za hija na nyajibati zile nyajibu za hija na sunna za hija. Na pia katika hayo tumeweka fidia. Fidia yule ambaye atakayekuwa amekosea nyajib, fidia yake ni kitu gani, ni kiasi gani? Fidia ambaye kafanya jimai katika haji. Lakini nimependa kutumia madhahibil arba, madhhabi manne katika kuandika kitabu hiki, katika baadhi ya ahkami zile ambazo ni tumeziona ni tatatata, basi tumeweka madhhabi manne. Imamu Shafi'i rahmatullahi alayhi anasemaje katika hili? Imamu Ahmad bin Hanbali anasemaje katika hili? Imamu Malik naye anasemaje katika hilo? Na Abu Hanifa au Hanafia wote wanasemaje kuhusiana na hayo? Ndio muundo wa kitabu. Lakini mwishoni hapa nikazungumzia nasaha kuhusiana na Mash'aril Haram, kwamba maeneo haya ya Mina yanatuambia nini na anamweleza nini Muislamu, na kuna nini maeneo ya Muzdalifa, na pia tukagusa maeneo ya Arafa kwamba yanatoa ujumbe gani. Hizi ni nasaha, nikaziita kwamba nasihatu Mash'aril Haram, kwamba nasaha ambazo zinazohusiana an Mash'aril Haram, zinazohusiana na Mash'aril Haram. Na mbali na hayo pia nikaandika nasaha za mtu ambaye kashahiji sasa, alhaji, hija yako uishije utakaporudi katika jamii, uwe yule yule au badilike, naye pia tumeandika katika kitabu hicho. Na tumeweka marajii ambayo yanahusiana na kitabu, pamoja na shukurani kwa wote walioshiriki, na ikimtaja Mufti Sheikh Samir, Sheikh Said Ali Hassan na Sharif Ahmad Alwi. Mwenyezi Mungu azidi kutuwekea. Kwa nini nimepata ujasiri wa kuandika? Nimepata ujasiri kwa sababu wapo ambao palipokosewa wanaweza kusema kwamba hapa umekosea, ungeenda hivi. Wasingekuwepo hawa, nisingekuwa na uthubutu wa kuandika. Kwa nimeandika kwa kuegemea kwamba wapo watu, yuko mufti ambaye akitazama tu dakika moja sekunde ajua hapa kuna makosa, ungepita hivi, ungepita hivi. Yuko Sheikh Samir, wako kina Sheikh Uthman, ulama bado tunao. Kwa unapofanya jambo, wapo watu wa kusema hapa kusiwe hivi, kuwe vile. Mwenyezi Mungu azidi kutuwekea. Amen. Wana wazuoni wetu, na Mwenyezi Mungu ampe afya njema sana mufti. Amen. Allah ampe afya njema sana, na ili tuzidi kustafidi naye laila wa nahar. Na nyinyi mnamuona mara nyingi tukutana kwenye mafoleni ya chooni, ni jambo ambalo anatufundisha mengi sana. Kwa kawaida pia usingeweza kulala mahala pamoja na mufti. Ndivyo ilivyo kwa nafasi yake, lakini yote ni kutusomesha. Maisha yake yote ni ilmu. Unasoma kwamba uishije na watu na uende na mwenendo gani ili ufaulu. Mwenyezi Mungu akulipe Sheikh. Kwa kitabu kwa ufupi ni hivyo, lakini sio kwamba mimi ni mjuzi sana. Hapana. Nimetabaruku tu na wanawazuoni hao. Nimetabaruku nao ili kuiandikia haji baadhi ya mambo ambayo ni muhimu kwa njia ya shairi. Nilivyochungulia nikaona vitabu vya shairi vinavyohusiana na hija vya karibia kuwa havipo. Kwa mimi nikaona kwamba upenyo huo ni utumie kuandika na mimi kwa kutumia shairi, japokuwa ni kazi kubwa na ni kazi ngumu. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza, na binafsi
Naombea Mungu na nyinyi mniombee Mungu, maana sisi tuko draw. Wote ni mahujaji, tuna nafasi ya kuombeana. Naombea Mungu na nyinyi mniombee Mungu. Na tuzidi kumwombea Mungu mufti wetu, mashekhe zetu hawa kina Sheikh Samir, kina Sheikh Uthman na ulama wote. Lakini tusiache kuiombea dua nchi yetu. Mwenyezi Mungu atubarikie sana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyo ni Sheikh Yusuf Kidago, Allah muhifadhi. Na katika kuonyesha kabuli katika kazi yake aliyoifanya, ni hii dhahira tunayoshuhudia kwamba tukio hili linafanyika hapa katika ardhi takatifu, uliposhuka wahi, ardhi hii tukufu kabisa. Maana yake ni kwamba ameandika kwa ikhlas, ameandika lillahi ta'ala, ameandika anapigania dini wala hana nia mbaya. Inshallah Mwenyezi Mungu atakihifadhi kitabu hiki na kitanufaisha umma inshallah. Na sote tutanufaika nacho, na wewe Sheikh Yusuf kaka yetu utanufaika nacho. Sasa hivi tumkaribishe Raisul Bi'tha naye aseme chochote. Sheikh Abdullah Talib ana mengi ya kutuambia. Hawa ndio mahujaji ama wawakilishi pia wa Tanzania, na wewe ndio mkubwa wetu katika mambo ya hija. Unaweza ukawapa ujumbe wakenda nao nchini Tanzania, katika mikoa yote na wilaya zote wako hapa. Karibu mheshimiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Samahatul mufti rahimahullah wa ra'ah, mashekhe zangu, viongozi mbalimbali na mahujaji wenzangu, kwanza hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia kutukusanya katika jambo hili la khairi katika siku hizi zilizokuwa tukufu na katika eneo hili lililokuwa tukufu. Nimeambiwa nzungumze chochote, na kwa vile shekhe kasema tunaambiwa imtithalul amri khairu min sulukil adab, na sitosema jengine. Nitakalolisema ni lile lile ambalo mara nyingi Samahatul Mufti akinipigia ananiuliza, na lile lile ambalo analonambia ndilo nitakalokuambieni nyinyi, na si jengine. Ni aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa'adhin fi nnasi bilhaji. Hija ni ibada sawa sawa na ibada nyingine, kama ilivyo sala, kama ilivyo zaka, kama ilivyo saumu. Na haya ninakariri kwa sababu ndiyo maneno mara nyingi Samahatul Mufti akinipigia anayonambia. Sawa sawa na ibada nyingine. Na Mwenyezi Mungu alivyomwambia Nabii Ibrahim, alimwambia waadhin fi nnasi. Sala tunaadhini, na adhana inakuwaje? Kwa sauti. Na Nabii Ibrahimu alayhi salam alivyoambiwa alinganie watu hija, alilingania kwa nini? Kwa sauti. Je, amri hii imemaliza kwa Nabii Ibrahim, au kila mtume kila mfuasi wa Mtume Muhammad naye ana wajibu wa kuitekeleza? Kila mfuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ana wajibu wa kuitekeleza jambo hili. Ni ibada ambayo watu wengi wameghafilika nayo. Ni ibada ambayo watu wengi wameghafilika nayo, na kulingania kwake kunatakiwa kulinganiwa. Kuna watu uwezo wanao, wengine uwezo wao labda anafikiri niwe na pesa hazina kazi. Kuna pesa ambazo zinakuwa hazina kazi.
lau utiya ibnu adama wadiyan min adhahabi arada alaihi thania, ukipewa bonde la dhahabu limejaa, utataka la nini? La pili. Ukipewa la pili, utaanzisha miradi upate mengine manne. Ndivyo binadamu alivyo. Na aghlabu ukitizama watu wengi wanaokuja hija, wengi ni wanyonge. Wengi ni wanyonge. Wengi watu wamestaafu, pesa zao walizopewa anzia nini ndio wanazokuja. Lakini kilichoanza ni nini? Ni azma. Ikaja nia, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ukiweka azma, Mwenyezi Mungu analeta taufiki. Kuna watu wana mapesa mengi, kuna watu wana vitu vingi, lakini swala la hija anaona labda umri sijafikia. Sote tumekuja tumeona kuanzia hapa mpaka kwenda kupiga mawe kiasi gani, umri mwendo gani. Ukesha kuwa mzee inakuwa ni mashaka si mashaka. Ukirudi unatakikana upitie huko, ni mashaka si mashaka. Natizama katika orodha ya wagonjwa, unasema Mungu atusalim salama. Lakini wengi utakaotizama walokuwa wagonjwa ni wazee. Na hija siku zote inakuja na mambo mapya, masharti magumu. Mwenyezi Mungu amjaze kheri Mufti. Muda unafika, na Sheikh Abbasi hapa, muda unafika tuloambiwa bwana sasa hivi system imefunga. Kuna watu wengi walikuwa wakose kwenda hija, lakini jitihada za mashekhe wetu, alhamdulillah, milango mingine ikafunguka. Kwa hivyo tujitahidi, kila mmoja wetu. Mtume anatuambia balighu anni walau aya. Tumekuja tumeiona hija, tuwalinganie na watu wengine waje watekeleze ibada ya hija. Fedha ambazo unaweza ukalisha watu wako, ndizo fedha hizo hizo unaweza ukajia nini? Hija. Ambayo unasema kwamba hii siwezi kujia hija, maana yake atakwa kutumia matumizi mengine, haifawi. Umri unakwenda, hakuna anayejua kwamba ataishi muda gani, lakini kadiri ukiwa na nguvu, hija unaifanya vizuri. Wabillahi taufiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana Rais wa mambo ya hija wa Tanzania, na ujumbe umefika. Na huko Tanzania sasa hivi washasikia, wako pale maelfu kwa maelfu ya watu wanafuatilia hadhara hii. Kwa inshallah sasa hivi ni wakati wa mzee kufanya mambo mbalimbali, kuzindua kitabu, kutoa nasaha na kutupa maelekezo mbalimbali. Na mimi sina makamu ya kumpa hiki kipaza sauti, kwa sababu mimi ni mchanga wa kiatu cha miguu yake. Hapa yuko mtu ambaye anaweza kumnyanyua katika watumishi wake wa ofisi, Sheikh Talha Kibari, mjumbe wa baraza la ulama. Karibu, nafasi ni ya kwako wewe ili uweze kumkaribisha Mheshimiwa Mufti. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama ambavyo tulivyosikia yote yaliyosemwa, huu ni muda sasa wa kumsikiliza mzee. Tunamwomba Mufti wetu aweze kusimama na kuweza kulifanza lile ambalo kwamba ililo mbele yake. Karibu Mufti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dhil jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Raisul Bi'tha Sheikh Abdallah Talib,
Mheshimiwa Sheikh Talha, mjumbe wa baraza la ulama, Mheshimiwa Sheikh Samir Sadiq, mudiri wa madrasa ya Shamsi al-Maarif, mtunzi wa kitabu Mahajjatul Hajj ila Hajatil Hujjaj, Sheikh Yusuf bin Muhammad Kidago, Sheikh Abbas Bantulaki, mashekhe wote mliohudhuria, bila kumsahau ndugu yangu Zuli, tunaye muda mrefu katika mambo ya hija mpaka anazeeka sasa hivi, Sheikh Athmani Khamis Arifu Suria, mudiri wa idara ya at-tabligh wa da'wa, mashekhe wote kwa ufupi mliopo na mahujaji wote, wageni wa Mungu. Mimi nafaliwa kufanya lile ambalo linatakiwa lifanywe, nalo ni kukizindua kitabu hiki. Lakini kabla sijakizindua, kwa sababu bora ya mambo ni yale yanayofanyika kwa ufupi, na hakuna haja ya kutoa mawaidha kwa sababu tayari amekushazungumza sana juu ya kitabu mtunzi, amezungumza juu ya hija mwenyewe Raisul Bi'sa, na sote tumeelewa. Sheikh Yusuf Muhammad Kidago ametufanyia kazi moja kubwa sana. Hii ni kazi kubwa sana, na ninamuunga mkono kwa kuwa kumekuwa na uchache sana wa vitabu vilivyotungwa kwa tungo, kwa mashairi, kwa beti, vinavyozungumzia hasa juu ya masuala ya hija. Lakini ameweza kupoteza muda wake mwingi, ameweza kukaa na kufanya kazi kwa muda mrefu kuhakikisha kwamba anatunga kitabu hiki. Lakini pia ameweza kuitikia wito wa maneno niliyomwambia na akayafanyia kazi kwa haraka. Mimi sikujua kama angeweza kufanya kazi kwa haraka kiasi hiki, lakini amefanya kazi kwa haraka, na siku hiyo akanambia, Sheikh, kitabu nishatunga na kuletea ukipitie. Nikakipokea, amekiweka ndani ya bahasha na maelezo mengi. Nikafanya kazi ya kukipitia na mimi kama alivyopitia wenzangu. Nimeona ni kazi kubwa nzuri aliyoifanya. Kwa Sheikh Yusuf Kidago huyu tumuombee sana Mungu, kwa sababu kazi aliyoifanya ametoa wito kwa mashekhe sasa kusimama kuandika. Kuna tatizo la mashekhe hasa Afrika Mashariki kuandika vitabu, wavivu sana. Yani sisi mashekhe wa Afrika Mashariki ni wavivu. Hata kuandika vitabu tu vinavyoelezea historia ya mashekhe zetu pia hakuna. Vitabu vinavyoelezea wazee walioshika dini tukaikuta sisi hakuna, hali ya kuwa wapo na wanaweza kuandika. Mpaka inakuwa hata watu ambao wana uwezo wa kuwajua watu wanamalizika sasa hivi. Kwa inakuwa historia inapotea kwa sababu hatuna ile silka ya kuandika. Kwa hiyo kitabu hiki alichoandika Sheikh Yusuf pia kitatoa chachu kwa mashekhe kuweza kuandika. Katika mikutano ambayo tunakwenda huko nje na hasa Morocco, tunapokwenda tuna kamati nyingi. Kuna kamati inaitwa At-Turathul Islami. Kamati ile At-Turathul Islami inahitaji vitu kama hivi, kuonesha kama mashekhe wa Afrika Mashariki, mashekhe wa Afrika Magharibi, kusini na kaskazini wameandika vitabu juu ya jambo kadha. Sasa leo tumeandikiwa kitabu kama hiki. Katika jumla vitabu ambavyo napata tabu ya kuvikusanya, hiki kitakuwa ni moja katika vitabu nitakavyo vifungasha na kuonyesha kwamba huku kuna juhudi ya mashekhe, hawakukaa bure. Sheikh Yusufu, nakupongeza sana. Mwenyezi Mungu akutawilishe umri wako na akupe siha kamila
na akujalie akupe taufiki uandike vingi zaidi kuliko hivi. Na ninatoa wito kwa mashekhe sasa, mfanye kazi ya kuandika, mfanye kazi ya kufasiri, mfanye kazi. Mnawachia watu wanaingia wanafanya kazi sizo. Tunaona vitabu vingi vifasiriwa, ukichukua ukisoma mwanzo mpaka mwisho unakuta makosa 80, 90 mpaka 100. Kiswahili kingine, lugha ya Kiarabu nyingine, ibara hakuna nakala, hakuna chochote. Kwa sababu gani? Kwa sababu nyinyi mashekhe mmekaa hamkufanya kazi yenu mnatakiwa kuifanya. Kwa natoa wito kwa mashekhe, waalimu wa madaris, maimamu, waendelee na kazi hii kumwiga Sheikh Yusufu Kidago. Na amefanya kazi ngumu kwa sababu gani? Kwa sababu amejiingiza katika kuandika kitabu kwa njia ya mashairi. Hakuna kitu kigumu kama mambo ya mashairi. Yanahitaji ukomae katika baadhi ya fani. Ukomae katika lugha yenyewe ya Kiarabu kwanza. Hiyo. Ukomae katika lugha ya Kiarabu. Ukomae katika kanuni za lugha ya Kiarabu. Yaani uwe na ilmu za ala kama vile nahwu, sarfu, balagha, arudh, qawafi, al-adab. Al-adab, wacha ile adabu ile kwa mtu na maadili mema. Kuna fani inaitwa fanul adab. Kujua namna gani maneno yanakwenda, mambo ya literature, mambo ya nini. Uwe na vitu kama hivyo. Sasa ni kazi kubwa kuyakusanya hayo, afu vute mawazo yako, bana uchungulie vitabu vya wanazuoni kama ambavyo umetuwekea maraji huko mwisho, alafu vichukue vile uviingize katika mizani ya beti ambazo unataka kuziandika. Ndio maana tukiitwa bahari kwa sababu ya uzito wake. Khalil bin Ahmad al-Farahidi aliyeweka ilmu ya arudh, mara moja yeye katika miaka yote ametuwekea ilmu ya arudh, ndio hii iliyompelekea Sheikh Yusuf Kidago kutunga kupitia Bahrul Rajaz. Yeye mwenyewe katika maisha yake ametunga beti chache sana, 6 au 8 hivi. Siku moja namfundisha mwanafunzi wake, hayaingii kichwani. Kila akimfundisha hayaingii kichwani. Lakini yule mwanafunzi anataka sana kuijua ilmu ya arudh. Lakini kila akimfundisha hajui. Na yeye kumwambia saacha hawezi. Akaona ngoja nimuingize katika mitihani yetu hii ya ilmu ya arudh. Akaandika ubeti, idha lam tastati' shay'an fada'ahu wajawizhu ila ma tastati'. Anamueleza kama jambo fulani huliwezi liache, fanya lile ambalo unaliweza. Hapo akamwambia qat'i hadha albayt, fanya taqti' ya ubeti huu, yani katakata kazi zile mafasili za ubeti huu. Ubeti ile ilmu ni ilmu ngumu. Usema mus ni jambo hilo, taf ni jambo hilo, ilun ni jambo. Ile mus jambo, taf ni jambo. Kwa nini imekuwa mus? Kwa nini imekuwa taf? Kwa nini imekuwa ilun? Alafu unapata taf'ila inaitwa mustaf'ilun. Ni kazi moja ngumu, alafu uandike kitu kilingane na hiyo. Na kuna miziki yake ambao ukiivuta tu unapata kwamba ubeti gani na ni bahari gani, tawil, kamil, wafir au rajaz unapata. Ni kazi moja ngumu, sio kazi ya mchezo. Msimuone kama kafanya kazi ya mchezo, kafanya kazi moja ngumu sana, sio kazi ya mchezo. Ni kazi moja ngumu. Na ndio maana ameandika kitabu akapeleka kwa Sheikh Samir, wakakipitia, wakakihariri, kapeleka kwa Said Ahmad Alwi Jamalul Layl, naye akafanya hivyo hivyo. Kapeleka kwa Sheikh Said wa Gongoni, kafanya hivyo hivyo, na wengine wengi. Kaleta kwangu, yote katika kutengeneza kitabu kitoke hali ya kuwa kimekaa vizuri, kinakubalika. Na baada ya kukiona kinakubalika, ndio tukasema basi tufanye uzinduzi. Lakini uzinduzi wake ni vizuri ufanywe katika haram ya Makka, katika zile siku za manasikul hajj, na itakuwa inapendeza sana tukifanya Mina, na itakuwa pia inapendeza ile siku ambayo tunafanya maulidi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nikamwambia usio na haraka, hakuna haja.
shughuli zilizofanya ni kubwa, zinahusiana na mji maalumu, na sisi tutakwenda biidhnillahi taala, tutakizindua huko huko. Nirudie kumwambia Sheikh Yusuf, hii kazi uliyofanya wewe, tarajia tena kasran fil janna. Amen. Na wale waliokusaidia katika kuhariri watarajia kasran fil janna. Amen. Nadhani na mimi pia nitarajia kasran fil janna. Amin. Amin. Sasa nichukue nafasi yangu fupi ya kukizindua kitabu hiki kwa kusema kwamba kitabu hiki cha Mahajjatul Hajj ila hajatil hujjaj, ambacho muallifu wake, mtunzi wake amejiita, na ndio inavyokuwa, amesema al-haqir dhu taqsir wa taksir raji ghufrani rabbih Yusuf ibn Muhammad Kidago al-Hidari. Hii nyingine nini? Al-Mihazi, al-Muhazi. Nasikia kivumbi hicho. Mwenyezi Mungu atuhifadhie kijana wetu kwa kazi aliyofanya. Mimi nimefurahi sana. Nitamke moja kwa moja rasmi kwamba kitabu hiki nimekizindua rasmi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Namkia wale wenye kutunga vitabu wanatunga kitabu, alafu kuna kitu wanaita ta'liq mbali, alafu kuna kitu kinaitwa dhail. Dhail ni mkia, kuna maneno fulani madogo kisoma kitabu yanakuwa chini kuonesha kwamba unataka kueleza zaidi juu ya jambo hili. Nieleze kidogo kabla sijampa nafasi mzee wangu kwamba kazi nyingine ambayo ninakupa Sheikh Yusuf, kwa sababu kitawafaa hiki walimu wa madrasa kuwahifadhisha wanafunzi wao, lakini kitawasaidia na wao wenyewe kukihifadhi kwa ajili ya kazi maalum inayohusiana na hija. Kitawasaidia mashekhe ambao wanashughulika na masuala ya hija wenye taasisi mbalimbali, lakini kitasaidia kwenye madaris mbalimbali kitabu hiki. Sasa ni vizuri ukifasiri, ulete tafsiri yake, tarjama ya kitabu kwa Kiswahili, ili kifike mpaka chini kabisa kwa watu ambao wao hawana uwezo wa kuweza kupita katika bahari kama hii. Utengeneze hiyo, ni kazi nyingine ya pili nakupa, na insha Allah Mwenyezi Mungu atakupa tawfik, utatengeneza mambo yatakuwa mazuri insha Allah. Shukran, barakallahu fik, juzita khairan wa kufita sharra. Amin. Naam Sheikh. Wewe bismillah, mtana nitakupa kicha kwangu. Nuskha ngapi Alhaji? 100 sawa. Kwa 100. Haya. Nuskha yani vitabu vingapi unanunua? Kitabu nataka kununua kitabu hichi kimoja. Nataka hicho kimoja. Haya, ukinunua kwa dola ngapi? Dola 100 ngapi? Ndio hiyo, maana bei pia haijatangazwa. Wewe ndo yeye ndo anazindua, wewe utakayofungua wewe ndo utakuwa. Leo chochote tutakachotoa itakuwa tabaru. Dola 50 ya sana nunua cha kwanza inshallah. Mashaallah. Takbir. Takbir. Rial. Rial karibu 100 na ngapi hivi? Kitabu cha kwanza kipata baraka. Sema nasi sasa na riali jamani 186. Alhamdulillah, baraka hiyo. Baraka kubwa. Hakitaanguka kitabu kwa sababu kimekuja kufungwa. Allah ya Rabb, katika mji mtukufu kama huu. Rabbana la Allah, hii ni kitabu hicho change anayo mwenyewe hapa, atampa 50. Anasema Mheshimiwa Mufti tutaona baadaye. Mheshimiwa Mufti naomba ninunue nusu pili inshallah. Kwa bei gani nawe? Kwa bei gani nayo Alhaji? Tanunua kwa dola 100. Kwa dola 100. Allah. Halet. Nikupe mwenyewe kwa mkono wangu. Piga picha mwalimu. Piga picha. Nuskha ya pili imenunuliwa kwa dola 100. Dola 100. Dalili za baraka katika kitabu hiki kwamba ni kitabu
kimepata kabuli inshallah. Jazakallahu khair Sheikh Yusuf. Allah akubali amali zako. Yule bwana anadai chenchi ya dola 50. Dola 100 huyu hajanipa. Ngoja anipe. Hajanipatia dola yangu. Asante. Vipo vitabu hapo. Kwa hiyo na leo kumbe kuna ofa waweza kununua kwa bei yoyote. Hiyo huyo kanunua kwa dola 100 yeye. Yule mmoja ndo anataka dola 50. Eti la Tanzania unaruhusiwa? Haya. Ndio ika Tanzania, kwa hiyo atakukinunua kwa shilingi ngapi? Bado kiko neutral kitabu hakijulikani chauzwa shilingi ngapi. Kwa hiyo wewe ndo unapanga bei. Inshallah taala. Naam, Al-Habibi ananunua kwa shilingi 10,000 ya Tanzania kimoja. Mpe, chukua kwa mufti hapo. Watakaonunua leo wote wanapokea kwa mufti. Naam. Picha. Maalim Suleiman Begi unanunua kwa bei gani kitabu? Arudhi ngumu, unajua umesoma madrasa. Wewe pia unakuja kununua kwa hela hii bwana. So mchezo. Haya basi. Basi umuhimu wa hija. Naam. Ukinunua kitabu Mungu atakurudisha hapo. Ustaz. Yaani ukinunua kitabu utarudishwa na Mungu uje urudi tena. Sheikh. Basi kaeni kwa mstari vizuri ili mpige picha na mufti. Kaeni kwa mstari hapa ili mtokee. Huyu amekushalipa pia. Mletee kitabu. Leta vitabu. Mbona unavyo wewe? Mpe mufti hapa, yeye ndo anavitoa mwenye vya nuskha za awali. Hii pesa hizi hapa. Huyu tayari mheshimiwa mufti ameshatoa. Ameshatoa pesa. Amsik bado mimi. Nuri. Naam. Leo Kaab. Baraka. Kuna mwingine? Huyu pia kashatoa ataka kitabu. Mzee Shekilindi naye mufti asema mufti anasema mzee Shekilindi amefeli, ametoa 10,000. Haya. Alhaji hapa ananunua huyu kwanza. Alhaji anakinunua kwa shilingi 50,000 hizi hapa. Kitabu kimoja. Hebu msogeze bwana. Apokee kimoja hapo. Mashaallah. Huyu anakinunua. Muhasibu ni wewe wa kitabu chetu basi. Sheikh Abbas yuko hapa. Naam. Alhaji Hassan Nasr. Bei gani umenunua? Sheikh Yusuf Kidago. Hassan anasema yeye ananunua kwa swala za Mtume. Mswalie Mtume, sema. Sallu ala al-habibi sayyidina Muhammad. Sheikh Abbas Bantulaki amenunua kwa riali 200. Picha kidogo. Kitabu cha mwisho kitanunuliwa na mudiri Sheikh Samir Sadiki. Mzee anataka kitabu chake, ameshatoa pesa huyu hapa. Huyu picha hizo shapigwa, ukichukua tu mpaka niambiwe. Ngoja. Sheikh Yusuf Darwesh anasema utoa idhini achukue bure, yeye bure. Huyu hapa amepewa idhini apewe bure. Haya. Hela iko hapo. Haya. Picha hapa kitabu. Ngoja mwalimu, wewe mpaka tukutolee. Yaani hii atakitoa bure leo. Leo nataka fulus. Haya mzee utalipiwa na mufti. Subiri. Allah. Takfur rijala haibatan wa jalala. Allah. Ya lisanu liman arada fasahatan. Allah. Ya silahu liman arada qital. Sallu ala nabi. Haya. Ameshamlipia? Basi خلاص. Kashalipiwa huyo. Haya. Zuia kitabu kimoja cha mudiri. Hela. Chukua hela. Hivi vingine waliotoa hela. Chukua. Rial 10. Naam. Jamani Waislamu mkae, kuna baraka, msiondoke, mkae chini baada ya zoezi la uzinduzi. Kuna baraka ya Maulid, baraka ya hadhara.
Hiki kitabu Mheshimiwa Mufti kimepata baraka kubwa. Mufti mwenyewe ndo anatoa nuskha ya kwanza. Kwa hiyo wewe unatoa kwa bei gani? Unasema na bei imewekwa neutral. Picha vipo kipo. Bei gani unanunua? Au unanunua kwa bei gani? Qadim alfulus. Sasa mimi nimetumwa viwili hapa. Umetuma vipi? Kwa shilingi 1000 ngapi? 10,000. Au umefeli kabisa alhabibi. Nitaongeza. Ongeza 1000 nyingine angalau. Picha sasa nataka Sheikh. Picha hii hapa. Haya mwalimu, haya. Haya. Picha huko kwa Mufti jamani. Chukua nani? Chukua pesa. Haya, Mheshimiwa Mufti, kuna ombi maalumu, kuna vitabu ambavyo Sheikh Yusuf alivigawa kwa mashekhe, wanataka vipitie kwako na mashekhe hawa uwagawie. Vile viko wapi vile? Hivi hapa, hivi hapa. Mashekhe sasa njooni huko mpewe, mashekhe wawili, Sheikh Samir na Sheikh Uthman Khamis. Lakini mudiri Sheikh Samir asema yeye hapana, anataka amkomboe. Haya mashekhe, Sheikh Uthman Khamis hivi hapa, hivi ndio mashekhe wanapokea wao. Barakallahu fikum. Jamani, tukae, kuna dua ya mwisho na kuna baraka. Mheshimiwa Mufti akisema uzinduzi umetosha, basi tunafunga hapo hapo. Mheshimiwa Mufti akituambia kwamba uzinduzi umefungwa, haya Alhaji huyu hapa anatoa hela yake tayari. Inshallah khair. Chukua pesa. Chukua fulusi, chukua kitabu. Chukua pesa. Inshallah. Barakallahu fik. Barakallahu. Leo raha kweli. Leo raha kweli. Mufti jamani yuko hapa. Njia ya hija. Haya mzee boy Saigoni hapa. Mheshimiwa Mufti Saigoni naunga mkono rial 10. Kitabu kimoja. Hicho hapo chukua kwa Mufti. Chukua kwa Mufti kashatoa. Hela hii. Chukua kashatoa Dokta. Mzee wangu wa Saigoni. Kwa dola 50. Dola 50 Dokta Mkomwa anamnunulia mwalimu wake Sheikh nani? Sheikh Mbega. Mbega wa Tabora. Ndio sasa. Haya. Dola 50, dola 100 hii hapa atakachange dola 50. Lete maiki. Huyu hapa. Wakina mama wanalia ngoa. Wanasema wamesahauliwa nao watakununua. Kwa hiyo atakwenda Sheikh Athmani kule. Alhaji Kondo ametoa riali 50, anataka kitabu. Leta vitabu. Lete. Nataka vishi. Usisahau nusu ya kamili. Huyu hapa Alhaji Kondo ametoa riali 50. Hizi hapa. Shika riali 50. Ya mwisho kabisa. Haya, umetoa dola ngapi? Shingapi? Umeshatoa. Mashaallah. Haya Alhaji. Hizi hapa riali 15. Sasa kuna kitu lazima kifanyike, hebu kidogo. Haya tutulie tusikilizane. Kuna kitu. Anayetakiwa kutangulizwa kupewa ni Raisul Bi'tha. Tamam. Haya. Simama Sheikh. Chukua picha mwalimu. Bado hujapokea kitabu chako. Chukua kwenda mkabidhi Raisul Bi'tha. Na kwa gharama za Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Kwa gharama za Baraza Kuu la Waislamu BAKWATA tunampa Raisul Bi'tha kitabu cha Mahajjatul Hajj ila Hajatil Hujjaj. Kwa sababu yeye ndio mwenyewe na yeye ndio rais wa shughuli hii. Inshallah khair. Chukua fulusi. Huyu bwana pia kashatoa kutoka kitabu chake, mashaallah. Haya, huyu hapa mwingine naye kashatoa ataka kitabu. Mkeni. Shika. Huyu bwana kashatoa naye apate kitabu chake. Naam. Alhaji amekuja na riali zake ametabaruku. Mashaallah. Chukua ametabaruku. Naam. Kuna mtu sijamuona ni yule mtu. Yeye ni shekhe wa kata ya Kariakoo. Na pale ni katikati ya mji, lazima aje. Alafu yeye anakuja kuhijisha kila siku anakuja kuhijisha. Nisipomuona naambia mfuatieni mleteni ende hija mara moja. Haya, sasa lete fulusi. Riali 100. Shekhe wa kata Kariakoo ananunua nuskha kwa riali 100. Riali 100. Mkurugenzi wetu wa IDF ataka viwili kwa riali 50 hizi hapa. Iko wapi riali 100? Piga picha mwalimu. Sogea. Mimi kidogo nataka kununua kwa
kubwa. Raha kubwa sana mwalimu. Alhaji amenunua kwa riali 50 kitabu. Kubwa sana inshallah. Shukrani. Hiyo riali 100. Shehe wakata Kariakoo. Kuna mtu amekwenda kwa kina mama? Bado hatujaenda. Na vimeisha. Au hebu ndio niwaambie kina mama wangapi wanataka kitabu hicho. Samiri kia alisema mwisho. Ili tutengeneze utaratibu tumalize. 1 2 Sitamu humisi. Hivi hapa 9. Mabaki 9 hivi. Hivi hapa 9. Kuna hivi 9. Na hizi 2 4 7. na maana 16. 16. Ndio vitabu 16. Hivi vinaenda kwa kina mama Sheikh. Sheikh Samir, simama sasa ununue kile cha kwako. Mahadi Shamsul Maarif inanunua. Mudir. Sio cha kampuni, hichi cha kwako. Hii unachukua unakuwa unahifadhi kwenye kifua chako. Laisa al-ilmu ma ya'il qatru, ma al-ilmu illa ma wa'ahu as-sadru. Namna hiyo. Sallu ala Taha. Sabira ananunua kimoja. Hakuna mwingine atakayenunua baadaye. Maana nitaka cha mwisho au ni wa mwisho kununua. Kwa hakuna mwingine atakayenunua mwisho kidogo Sheikh. Subiri kwanza. Stand shwari. Hapo Kiswahili ni kweli msemo. Wakina mama wanasubiri kitakapokuwa kimetafsiriwa ili waweze kukitumia. Hawezi kumpata Sheikh Kidago aje Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, makao makuu ya baraza, ofisi ya mufti, utakipata kitabu hiki bi asra ma yumkin. Dokta atakusema jambo mheshimiwa mufti. Dokta, naam. Mimi nataka kununua kimoja kwa riali 500. Jalla jalalu, jalla jalalu, jalla jalalu kwa riali 500 hii hapa. Jamani. Kimoja kimenunuliwa kwa riali 500 na dokta. Namnunulia Sheikh wangu Sheikh Mahdi, kwa hivyo. Ala, Sheikh Mahdi kitu. Sasa hiki umenunuliwa na ofisi ya dokta. Asante. Kila mmoja na Sheikh wake bwana. Wallahi unapendwa sana Sheikh. Unapendwa sana. Inshallah. Sababu kwenye gari hii kila mara. Allah basi. Jamani, mimi sijapata mtu wa kununulia hapa. Watu wote wamenunua, sio baba yangu mufti ndo anunulia. Jamani, yani na maana hakuna mtu wa kununulia hapa mimi kitabu kweli. Kweli? Riali 20 chukua. Yani maujaji, hata wale maujaji wangu pia nilokuja nao kutoka Dar es Salaam hakuna kununulia. Na mimi nataka nunuliwe mimi kwanza. Mimi nataka nunuliwe na wewe nataka ununuliwe. Zoezi limeisha hili. Haliko sawa. Haya. Zoli hapo. Tufunge. Sheikh Samir atamaliza kila kitu. Ndio. Sheikh wa wilaya Misenyi. Sawa. Kule Mkoba. Naam. Sheikh wa kata. Naam. Basi utanunuliwa wewe kwa 20,000. Basi nipe mheshimiwa mufti, nimenunuliwa kwa shilingi 20,000 na mimi. umenunuliwa? Mashaallah. Alhamdulillah. Na nyingine imeongezwa hapa na mimi nimenunuliwa. Nimepigwa picha. Mbona umeziba picha yangu bado naendelea kununuliwa? Kwa hiyo hakuna huko. Asante. Mesha. Basi kimoja sasa ndio cha Sheikh. Bado vipo bwana. Bado vipo. Kimoja sasa hivi unachotashia mimi. Basi ni nuskha ambazo kwa kuwa kesho pia tupo hapa. Zitamaliziwa inshallah. Bado tumezungumza hapa, lakini kuna taasisi mbalimbali tafanyika utaratibu wa kutangaza kitabu, alafu watu wakione kitabu tumekipitisha ni kizuri. Kwa hiyo hakuna wasiwasi. Watu wakisoma. Sasa kwa hapa bado Sheikh Samir. Tamka kwa bei gani? Hiki nitakinunua kwa dola 100 na riali 50. Sallu ala al-habib al-Mustafa. Sallallahu alayhi wasallam. Naam. Hii hapa usio? Ndio. Hai. Takbir. Allah. Sasa chukua picha mwalimu. Naam. Chukua picha bwana. Muhimu sana. Sheikh Yusuf Muhammad Abdullah Kidago umepata bahati kubwa. Baraka kubwa ndio upande wangu. Baraka kubwa kitabu hiki
kimekuwa ni tunu ya Waislamu, na hii alama ya kugombewa hapa kugombewa hata nyumbani. Inshallah taala watu watavihitaji. Na mimi nimenunua mwisho kwa sababu hiki ni kitabu cha pacha. Utanunuaje katikati? Maneno makubwa sana. Sasa mbakiwa na nuskha 1 2 2 4 6 8 10. Kwa hiyo tumebakisha vitabu 10. Watakaopata bahati kesho mambo yatakuwa mazuri. Basi nadhani dua ya mwisho naomba nizungumze kidogo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mimi kwanza nashukuru na namshukuru Mufti na washukuru Waislamu wote mahujaji watukufu kwa kupokea kitabu hiki kwa namna kilivyopokewa. Lakini nikuombe Mheshimiwa Mufti, hizi fedha nikukabidhi wewe. Iwe ni furaha yangu. Inama yarzuqullahu an-nasa ba'dahum ala ba'd بغير حساب ان شاء الله تعالى. نعم حيث نحتسب. نعم الله ما شاء الله بارك الله. Idhan tufanye dua ya mwisho. Sharifu Simoni katoka kidogo. Sharifu angalia katika jumla baraka. Sheikh Zuri kanunulia mimi kitabu. Kanunulia mimi kitabu, alhamdulillah. Mwenyezi Mungu akubariki bwana. Kwa dola ngapi? Dola 100? Anajua. Anajua dola nyingi. Pesa italetwa cha Mufti. Mpe Sharifu. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حجازات يا ربي حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.